Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametoa wito kwa Marekani kutoiuzia Uturuki silaha za kisasa, akisema hatua hiyo inaweza kubadili mizani ya nguvu za kijeshi katika Mashariki ya Kati na kuathiri moja kwa moja usalama wa Israel pamoja na maslahi mapana ya Washington katika eneo hilo. Akizungumza katika mahojiano na Fox News wakati Rais wa Marekani Donald Trump akielekea nchini Uturuki kuhudhuria mkutano wa viongozi wa NATO, Netanyahu alieleza kuwa serikali ya Uturuki chini ya Rais Recep Tayyip Erdogan haipasi kupewa teknolojia ya hali ya juu ya kijeshi ambayo inaweza kuimarisha uwezo wake wa anga kwa kiwango kinachoweza kuleta changamoto mpya za kiusalama katika ukanda huo. Kwa mujibu wa Netanyahu, Marekani inapaswa kuwa makini sana katika maamuzi yake kuhusu mauzo ya silaha kwa Ankara, hasa ikizingatiwa historia ya mvutano kati ya Uturuki na Israel pamoja na nafasi ya Uturuki ndani ya NATO na ushawishi wake unaoongezeka katika masuala ya kikanda. Alisema kuwa kuipatia Uturuki ndege za kivita za kizazi cha 5 cha Lockheed Martin F-35 au injini za kisasa za ndege za kivita kunaweza kubadili uwiano wa nguvu za kijeshi kwa namna ambayo Israel haiwezi kuipuuza. Netanyahu alisema kuwa ubora wa jeshi la anga la Israel ndiyo nguzo muhimu inayosaidia kudumisha uthabiti wa usalama wa Mashariki ya Kati. Aliongeza kuwa uwezo huo hauhusu Israel pekee bali pia unahusiana na maslahi ya Marekani katika kuhakikisha kuwa hakuna taifa moja linalopata uwezo wa kijeshi unaoweza kuvuruga utulivu kikanda au kuleta hatari kwa washirika wa Washington. Kauli hiyo imekuja wakati ambapo kumekuwa na taarifa kwamba mwezi uliopita Trump alionyesha utayari wa kuruhusu mauzo ya injini za kivita aina F-110 kwa Uturuki pamoja na kuifungulia njia nchi hiyo kurejea katika mpango wake wa ndege za kivita za F-35. Hatua hiyo imeibua wasiwasi mkubwa kwa viongozi wa Israel ambao wanaona uwezekano wa Ankara kupata tena teknolojia hiyo kama jambo linaloweza kuathiri ubora wa kijeshi wa Israel katika eneo hilo. Katika mahojiano hayo, Netanyahu alitaja Uturuki kuwa taifa kubwa lenye umuhimu wa kimkakati, lakini akakosoa vikali uongozi wa Erdogan akisema umekuwa ukitoa matamshi makali dhidi ya Israel na kuchochea hali ya taharuki kisiasa. Alidai kuwa Erdogan amekuwa akitishia kuiangamiza Israel, kauli ambazo zimeongeza mvutano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili ambayo kwa miaka mingi yamekuwa na uhusiano wa kushuka na kupanda. Aidha, Netanyahu alieleza kuwa Uturuki bado inadhibiti sehemu ya kaskazini ya kisiwa cha Cyprus, swala ambalo limeendelea kuwa chanzo cha mvutano wa muda mrefu katika eneo hilo. Kwa mtazamo wake, hali hiyo inaonyesha kuwa Ankara inaendelea kuwa na ajenda za kikanda zinazohitaji kuchunguzwa kwa makini kabla ya kupewa mifumo ya kisasa ya kijeshi ambayo inaweza kutumika kwa namna isiyotabirika. Akizungumzia uhusiano wake na Trump, Netanyahu alijaribu kupunguza hofu kuhusu taarifa za kuwepo kwa tofauti za msimamo kati ya Washington na Tel Aviv, hususan kuhusu mazungumzo yanayoendelea kati ya Marekani na Iran. Alisema yeye na Trump wanaafikiana karibu katika kila jambo muhimu la kimkakati na kwamba ingawa wakati mwingine hutokea tofauti za maoni, masuala hayo huzungumzwa kwa uwazi na kutatuliwa kwa misingi ya ushirikiano wa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.